La pili, swala la kina mama kuweza kuswalia mwili wa marehemu. Baada ya mwili kutoka India ulifikishwa nyumbani, ulilala pale, kesho yake waliruhusiwa wanawake wauswalie. Baada ya pale ulichukuliwa kupelekwa msikitini Maamul ukaenda kwa ajili ya kuswalia wanaume. Hii ya wanawake kuswalia inasemaje dini? Jambo la kwanza nikianza na hili la sare kwa kina mama. Ili la sare kwa kina mama si jambo zuri na si katika mila ya Kiislamu. Si katika dini ya Kiislamu, hiyo ni mila nyingine, wanajua wenyewe wameitoa wapi. Kwa hiyo haikubaliki na wala haipendezi. Kwa sababu sisi tumezoea watu wanavovaa sare maana yake wapo katika sehemu yenye sherehe. Kuna furaha ndio watu wanavaa sare kwa ajili ya kudhihirisha ile furaha yao. Sasa kwenye msiba unavaa hivyo kudhihirisha nini? Si sahihi. Hizi ni mila fulani wanaiga watu bila kujua kwamba wanamuiga nani. Sisi kiigizo chetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, asalamu alaykum ama horigani mfuatiliaji wa YouTube channel yetu. Ni wakati mwingine tena ambapo tumepata wasaa wa kuweza kuzungumza na Sheikh Diwani. Binafsi naweza nikamuita mwalimu, mmoja kati ya watu ambao wanafahamu mambo mengi sana kwenye masuala mazima ya dini. Kumekuwa na mfululizo wa wengi wanaridhishwa na vile ambavyo amekuwa akivizungumza kila siku, ndivyo vitu ambavyo sisi vinafanya tuweze kumtafuta kwa ajili ya kuweza kujuzana hiki na kile. Kuna vingi ambavyo tumepanga kuzungumza naye, lakini kubwa zaidi kuhusiana na msiba wa dada yetu anayefahamika kwa jina la Hawa ama Karina. Moja kati ya wanawake, moja kati ya wasanii ambao naweza kusema msiba wao ulifana, ulihudhuriwa na watu wengi sana. Kuna vitu ambavyo vimetokea kwenye msiba wake, ndivyo vitu ambavyo vimetufanya sisi tuweze kuzungumza na Sheikh Diwani aweze kutuwekea sawa vile ambavyo watu wanajiuliza, hiki kwa nini kimekuwa hiki, hivi kwa nini kimefanywa hivi, uhalisia upoje, ama dini inasemaje kwenye vile ambavyo vimefanyika. Sheikh Diwani, asalamu alaykum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa hakika wewe ni miongoni mwa watu ambao wanafahamu kwa siku kadhaa kama mbili hivi palitokea na msiba wa msanii, mwigizaji na aliwahi kuwa video vixen, anaitwa Karina. Moja kati ya misiba ambayo imeumiza vichwa vya watu wengi ambao walikuwa wanamfahamu. Na natamani nifahamu kwamba wewe umesikia ama unafahamu kama kuna msiba ulitokea? Sahih, na nafahamu kama upo msiba wa binti huyo, na ni kwa sababu aliumwa kwa muda mrefu na tulikuwa tunaona klipu zake mbalimbali za maradhi, na nafikiri hii ndio imewavuta watu wengi sana kuweza kumfahamu katika maradhi yake mpaka kufikia katika umauti wake. Kwa kweli nimewahi kuyaona sana, na kiukweli Mwenyezi Mungu tu amsamehe, na inshallah sisi tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi ni wake Allah na kwake Mwenyezi Mungu tunarejea. Kwenye swala la kuumwa hapo ndipo sababu ya msingi imenifanya niweze kukutafuta tuweze kuzungumza. Mengi yamezungumzwa, kila mtu anaongea kwake, wengine wanamtupia wanamweka upande wa Mwenyezi Mungu kwamba Mungu ndiye amemchukua, wengine wanaweka kwenye imani potofu kwa maana kwamba alilogwa. Wengi wamesema hivyo, especially hata mashehe, baadhi ya mashehe wameongea kitu. Sheikh Diwani, kwa hakika utakuwa unafahamu haya mambo jinsi yalivyo, umekuwa ni mtu ambaye unafanya tiba kila kukicha. Tuambie kwa hiki ambacho kimetokea, unahisi ni kweli kuna mkono wa mtu umefanya kazi yake ama ni kazi ya Mungu? Kwa mimi ninavyofahamu ni kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, anasema kullu nafsin dha'iqatul mauti, kwa maana kila nafsi ambayo imeumbwa naye Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi lazima hiyo nafsi itaonja umauti. Sasa inaonja umauti kwa njia gani? Kwa taratibu gani? Haya ni mambo ambayo yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu ameyaweka katika siri yake. Mmoja katika wasemi anasema man lam yamut bisayfi mata bighairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidun. Anasema yoyote yule ambaye hatokufa kwa upanga, basi afahamu atakufa kwa kitu kingine kabisa. Kwa nini? Anasema ta'addadatil asbabu, sababu za kifo zinakuwa nyingi sana, wal mautu wahidun, lakini umauti ni ule ule mmoja tu. Ndio maana utaona watu wengi sana wanatofauti za vifo vyao.
Kuna mtu yeye ataumwa kwa muda mrefu, yupo mwingine anaumwa kwa muda mfupi. Lakini kuna yule ambaye pia atapata ajali, na kuna mwingine ambaye hata kuumwa hatoumwa, yeye anaondoka ghafla kabisa. Ndio taaddadatil asbabu, zinakuwa sababu za umauti ni nyingi za aina mbalimbali, wal mautu wahidu, lakini kifo ni kile kile kimoja. Kwa hiyo mimi binafsi naamini kwa dada Karina, Mwenyezi Mungu amrehemu, naamini kabisa ya kwamba ni mpango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na siku zake zilikuwa zimekwisha. Ingawa pia kusema hivyo hakukatazi kama pia kuna masuala ya kisihri. Uchawi nao upo na una uwezo wa kuua vile vile. Anasema Ibn Qudama, famina sihri ma yaqtulu wa yumarridu wa ya'khudhu al-insanu wa yamnauhu an wata'i imraatihi. Anasema miongoni mwa uchawi kuna uchawi ambao tabia yake una uwezo wa kutia watu maradhi. Yani mtu akaumwa kabisa, na akienda katika duru za kidaktari, vyombo vyote vikipima vinaona kabisa kwamba huyu haumwi, lakini yeye mwenyewe ukimtazama unaona anaumwa na unaona yupo kwenye hali mbaya kabisa. Lakini akasema wama yaqtulu, na upo uchawi ambao unaua kabisa, una uwezo wa kumuua kabisa mwanadamu akapotea kabisa katika uso huu wa dunia. Ni miongoni mwa sihri zipo, lakini haya yote hayawezi kufanyika isipokuwa biidhnillah, lazima kuwe na idhini ya Allah. Allah anasema ndani ya Qur'an katika suratul Baqara aya 102, anasema wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah. Na kuna yoyote ambaye anaweza kufanya uchawi ukaleta madhara, kumdhuru mwanadamu yoyote, isipokuwa labda Mwenyezi Mungu apitishe hiyo, ndio inaweza kuwa katika hali ya namna hiyo. Si kwamba uchawi hakuna, uchawi upo, na vipo vya sheria pia vinaweza vikaonyesha kwamba hapa si hali ya kawaida. Kwa mfano mtu anaumwa maradhi ambayo madaktari wana uwezo wa kuyatibu maradhi hayo, lakini kila wanapopima hawayaoni yale maradhi, au wanayaona katika mtindo unaoshangaza, hapo kunakuwa na sihri zinakuwa zimeingia. Kwa hiyo mimi binafsi naamini tu kwa dada Karina ni kadari ya Mwenyezi Mungu, na inshallah tumwachie yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Najua kuna dua ametufundisha Bwana Mtume Muhammad, wakati wa mazishi au wakati wa msiba tuwe tunasema sana hiyo dua, ambao miongoni mwake wanasema wala taftinna ba'dahu, wala usitufitinishe baada ya kuondoka kwake, tukaanza kutafuta tena nani kamuua, ilikuwaje, isifikie katika hali za namna hiyo. Kwa jambo la msingi, kama yupo aliyofanya hivyo atakutana na Mola wake, atakutana na Mola wake inshallah. Mwenyezi Mungu amrehemu dada yetu. Kwa kweli safari hiyo ni ngumu, safari ya kifo ni safari ngumu. Unajua Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia sana tujiandae sana na kifo, na hii dunia ni mahala pa dhaifu sana, dhaifu mno. Anasema innama dunya baitun fana, hii dunia namna ilivyo ni nyumba inayokufa. Innama dunya kabaitin nasajatuhu al-ankabut, hakika hii dunia ni kama unavyoiona nyumba ile ya buibui jinsi ilivyo, yani dhaifu ndo maana yake, wakati wote inaweza kumalizika. Kwa hiyo kinachohitajika ni watu kujiandaa. Mmoja ana maneno ya msingi sana ambayo pia ni muhimu sana tuyazingatie, mimi na wewe Bwana Nyundo na mzee Hatua pale tuweze kuzingatia haya majambo. Huyu bwana anasema khudh min shababika qabla al-maut wal-haram wabadiri tauba qabla al-futi wan-nadam wa'lam bi annaka majziyun wa murtahinun waraqibillaha wahdhar zallat al-qadam. Huyu bwana mkubwa anasema khudh min shababika qabla al-maut wal-haram, jitahidi sana kuchukua mazuri na kufanya mema, kutenda yale ambayo yatakayokusaidia kabla ya kufa kwako na kabla ya kuwa mzee. Unajua kuna watu wanasubiria mpaka azeeke ndo aanze kufanya ibada. Kwa nini usubiri kuzeeka ndio ufanye ibada? Ibada nzuri sana zinapendeza wewe ufanye ukiwa kijana, kwa sababu hata yale maswali ambayo mtu atakayeulizwa ataulizwa ujana wako umeutumiaje. Utasema ujana wangu mimi nilikuwa naruka majoka hatari sana, ujana wangu mimi nilikuwa napiga singeli hatari sana.
ujana wangu mimi nilikuwa mademu, hakuna anayepita mbele yangu, ndio utasema hivyo? Ni hatari sana katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo jitahidi sana vile vile kutumia ujana wako kabla ya uzee haujakufikia. Wabadiri tauba kabla alfuti wan nadami, lakini na ukimbilie sana masala ya toba, kutubia kwa Mwenyezi Mungu kabla ya wewe kuondoka hapa duniani na kabla ya kujutia. Mara nyingi sana watu tunajuta pale mwishoni. Lau Mwenyezi Mungu, lau akhartani ila ajalin qaribi fa asaddaqa wa akun minas sadiqin. Mwenyezi Mungu anasema kuna watu watakuwa wanalalamika, wanasema lau akhartani, Mwenyezi Mungu kama ungenichelewesha mimi, ila ajalin qaribi, katika muda angalau muda kidogo tu ungenipa, ningefanya fa sadaka, ningetoa sadaka mimi wewe, wa akun minas salihin, na ningekuwa miongoni mwa watu wema. Wakati huo muda umekwisha, unaambiwa alana, sasa hivi ndo nakumbuka hayo. Kwa hiyo tunasema wabadiri tauba kabla alfuti wan nadam, kimbilia sana katika kufanya tauba kabla ya kuondoka hapa duniani na kabla ya kuanza kujutia. Unasema waalam bi annaka majziyun wa murtahinun, lakini kadhalika na ufahamu ya kwamba wewe utalipwa na Allah, na kila unalolifanya ni jambo limewekwa rehani. Ya mnajiwekea rehani wewe mwenyewe. Kila unachokifanya kinawekwa akiba kwa ajili yako. Ikiwa ni akiba nzuri itakufaa kwa uzuri wake, ikiwa ni akiba mbaya itakudhuru kwa ubaya wake katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kuyashika maneno haya, waraqibillaha, na jitegemeze sana kwa Mwenyezi Mungu. Kimbilia sana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahdhar zallatal qadami, na jitahadhari sana na kule kuteleza mara kwa mara. Unajua wanadamu tunateleza katika baadhi ya majambo. Kwa hiyo tuchukue tahadhari, siwe kila siku wewe tu unafanya mauzauza tu. Fika mahala fulani, geuka, jirudi, kwa sababu hapa duniani tunapita. Nimemwona mimi dada Karina katika hizi nyakati zake za mwisho ambazo ndio nimeanza kumtambua kupitia katika mitandao. Kiukweli ana ishara zinazoonyesha kwamba ni ishara njema. Unajua mtu akiumwa anababaika sana, lakini kuna yule mtu akiumwa anasimama katika imani. Utamuona hata maneno yake alikuwa akiyazungumza, unaona ni maneno ya mtu aliyosimama kiimani. Inshallah Mwenyezi Mungu amsamehe, kwa sababu yeye katangulia na sisi tutafuata baada yake. Zamani nikuulize hilo swali. Vile ambavyo kabla ya kifo chake kuna maneno kunazungumza, lakini kuna mtu alishasema iko kitu kwa jinsi ambavyo Karina ameugua takriban miaka 8. Ameugua, amekuwa ni mtu kitandani. Kama kuna mtu ameyafanya haya kwa lengo la kumwangusha, kumdhoofisha, kuna uwezekano Karina amekufa bila dhambi, kwa maana kwamba yule ambaye amemtendea dhambi zikaenda kwa yule ambaye ametenda, na tukasema Karina ni mtu wa peponi. Hakika kabisa hilo jambo liko hivyo. Ikiwa kweli kuna mtu alifanya hivyo, ni hakika. Na hata kama hayupo mtu aliyofanya hivyo, labda ile ikawa ni kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu miongoni mwa mambo makubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu anatueleza sisi waja wake, tunapokuwa katika maradhi ni ibada. Yani tunayachukia maradhi, lakini maradhi ni ibada. Sasa yale maradhi wakati unapoumwa utakuwa ya Allah, ya Allah, ya Allah, yani wakati unapougulia, mara nyingi sana jina la Mwenyezi Mungu linakuwa lipo katika ulimi wako. Na Mtume anatuambia yoyote yule ambaye atakayekufa katika ulimi wake ratban min dhikrillah, kuna ule unyevu au ubichi wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo atakwenda peponi. Ipo habari ambayo iliyoelezwa ya kwamba siku moja aliwahi kufa mtu mmoja. Yule mtu ambaye kana asian, alikuwa na muasi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa malaika wakawa wanatazama kuna mahala gani katika kiungo chake huyu mtu ambacho amewahi kukitumia kiungo hicho katika kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, amewahi kutumia miguu yake kwenda mahala panapomridhisha Allah? Miguu inakataa, inasema hapana, bali popote alipokuwa akienda ni mahala pa ovyo. Je, amewahi kutumia mikono yake katika kinachomridhisha Allah? Mikono inasema hapana, bali ametumia mikono yake katika yale yanayomchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, macho yake? Macho yake alikuwa anapenda sana kutazama vitu vya haramu. Masikio yake alikuwa akipenda sana kusikiliza umbea na mfano hayo na mambo ya ajabu.
Basi malaika wakatazama katika ulimi wake, fawajadu fiha ratban min dhikrillah, wakakuta katika ulimi wake kuna ubichi wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati akiwa katika gharghara. Gharghara ni ile roho inapofika katika maeneo ya koo, sasa inatoka. Kwa hiyo hapa yeye sasa alikuwa anamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi ilipoonekana katika ulimi wake kuna ratban min dhikrillah, kuna ule unyevu kwa kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabasharuhu bil janna, wakambashiria huyu ni mtu wa peponi kwa sababu ulimi wake umeonekana una unyevu wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa vuta picha, mtu anaugua miaka 8. Katika hii miaka 8 yupo katika maradhi mazito. Maana yake maneno yake mengi yatakuwa ni dhikrillah, ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hata ikiwa kama maradhi haya ni kwa kadari ya Allah, kwa dada Karina kwa jinsi alivyoumwa na muda ambao ameumwa, kwa kweli madhambi yake mengi tunataraji kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyafuta katika hali za namna, kwa sababu ya kule kumtaja sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Mwenyezi Mungu atampa jaza nzuri kwa subira aliyoifanya katika maradhi. Sababu si mchezo, kwenye maradhi kuna mambo mengi. Kuna watu wanaacha imani kabisa katika maradhi, na kuna watu wanakimbia kabisa katika imani yenyewe kwa sababu ya maradhi ambayo yanayowasumbua. Kiona unasimama imara, unazidi kumtaja Allah, unaomba faraja kutoka kwake, unaomba shifa kutoka kwake, we una kitu Mwenyezi Mungu amekuwekea. Inshallah. Na hatua za mwishoni nikamsikia mama yake akasema maneno fulani hivi ambayo ni bishara njema pia. Anasema jana yake niliongea naye, niliona hiyo klipu, niliongea naye na nikamuona amependeza sana. Nikamwambia mwanangu, jinsi ulivyo hapo mtu anaweza akajua huumwi. Yani kapendeza sana, anang'aa. Je, ni ishara nzuri? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia watu miongoni mwa ishara za watu wa peponi ni watu ambao ibyaddat wujuhum, nyuso zao zitakuwa zinang'aa, zinapendeza. Ama wale ambao ni ishara ya watu wa motoni ni wale ambao nyuso zao zinakuwa nyeusi. Amma alladhina swaddat wujuhum, wale ambao nyuso zao zinakuwa, yani kuna mtu akiwa anakufa mwili mzima unabadilika kabisa, mweusi, ishara mbaya. Ama yule ambaye utamwona hata akiwa mweusi katika maumbile yake, utaona ule usi wake unatoa nuru, jua kabisa hizi ni ishara nzuri. Sasa kwa yale kauli tu ya mama yake aliyosema, mimi naona ni bishara njema kabisa. Naomba Mwenyezi Mungu pia amlipe pepo kwa maradhi ambayo ameugua kwa muda mrefu, na inshallah nasi pia Mwenyezi Mungu atujalie pia tuwe ni miongoni mwa watu wa peponi kwa huruma na utukufu wake Allah. Tumalizie. Kuna vitu ambavyo vilitokea pale msibani, vitu ambavyo actually kwenye mitandao vimekuwa ni gumzo. Wengi wanahitaji elimu wapate kusana vile ambavyo vimejiri. Kwanza, wamama wengi walikuwa wamevaa sare. Madera yale ya kuonyesha kama vile ni watu wanakwenda sehemu yenye furaha. Ili limekaaje hili? Dini inasemaje? Hilo la kwanza. La pili, swala la kina mama kuweza kuswalia mwili wa marehemu. Baada ya mwili kutoka India ulifikishwa nyumbani, ulilala pale, kesho yake waliruhusiwa wanawake waswalie. Baada ya pale ulichukuliwa kupelekwa msikitini Maamul ukaenda kwa ajili ya kuswalia wanaume. Hii ya wanawake kuswalia inasemaje dini? Jambo la kwanza nikianza na hili la sare kwa kina mama. Ili la sare kwa kina mama si jambo zuri na si katika mila ya Kiislamu. Si katika dini ya Kiislamu, hiyo ni mila nyingine, wanajua wenyewe wameitoa wapi. Kwa hiyo haikubaliki na wala haipendezi. Kwa sababu sisi tumezoea watu wanavovaa sare maana yake wapo katika sehemu yenye sherehe. Kuna furaha, ndio watu wanavaa sare kwa ajili ya kudhihirisha ile furaha yao. Sasa kwenye msiba unavaa hivyo kudhihirisha nini? Si sahihi. Hizi ni mila fulani wanaiga watu bila kujua kwamba wanamuiga nani. Sisi kiigizo chetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'an ya kwamba anasema qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika imekuwa kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu ndio kiigizo kilichokuwa kizuri kabisa. Sasa haya mambo ya sare, unamuiga nani we Muislamu kuvaa sare katika msiba? Mambo mimi naomba tu ndugu zangu wayaache, si mambo mazuri, kwa sababu ni kuiga mila ambazo hazituhusu kabisa sisi Waislamu na ni makosa pia. Lakini tukija katika sala la pili ili la kusalia
jeneza kina mama ni jambo ambalo jaizu shar'an, kisheria inajuzu, inakubalika na ni kitu kizuri sana, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia lau kama mtu atapata fursa ya kuswaliwa na watu 40, watu ambao la yushrikuna billahi shay'a, ambao hawamshirikishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa chochote, watu 40 wakamswalia, basi hii ni ishara au ni dalili ya kwamba huyu maiti atakwenda katika rehma za Allah, kwa maana peponi biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hata wewe ndugu yangu bwana Nyundo, wewe upendi ndugu yako aende peponi? Usaje upenda? Sahihi. Basi ni kufanya hizi swala. Hizi swala imeruhusiwa. Kina mama kuswalia jeneza ni jaizu shar'an, inajuzu kisharia na liko safi kabisa hilo swala. Yani inawezekana wakasalia nyumbani, wakamswalia mauti wao nyumbani, au inawezekana hata wakaja kumswalia msikitini. Ni jaiz sharia, sheria inakubali hicho kitu, au hata katika sehemu ya musalla. Musalla ni sehemu iliyoandaliwa kama vile hapa kwetu hapa kwetu sisi ikifika wakati wa swala huwa tunaswali hapa. Hii inaitwa musalla. Yani hapa tunakatazwa kuswalia Ijumaa tu, lakini swala zingine zote tunaweza kuswali, kwa sababu huu ni musalla, ni mahala pa kuswalia, sio msikiti. Aiwa. Sasa hata ikiwa ni musalla, wanawake wanafaa kuswalia jeneza inshallah biidhnillah. Kwa hiyo hili ni jambo lipo vizuri kisharia na ni jambo zuri kabisa. Ikiwezekana hata familia nyingi za Kiislamu kabla ya mauti kutoka pale kwenda kuswaliwa na wanamume, ni vizuri waanze kuswalia wanawake kwanza, waswalie, kisha baada ya hapo taenda kuswaliwa na wanamume, kisha wataenda kuzika. Kinachokatazwa kwa mwanamke ni kubeba jeneza kupeleka kaburini. Hilo ndio jambo ambalo la yajuzu shar'an, kisharia haikubaliki, ila kuswalia inakubalika kisharia na ni jambo bora sana, kwa sababu tunamtakia yule aliyotangulia Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake kupitia sala tunamswalia, lakini kadhalika iwe ni rehema za Mwenyezi Mungu juu yake mtu huyu biidhnillahil karim. Hiyo ya kubeba jeneza niliona video moja, wanawake na hisi kwanza kuosha vipi wanawake wanaruhusiwa, si ndio? Kwa faida watazamaji sasa. Kuosha, mwanamke anaruhusiwa kumuosha mwanamke mwenzake. Anaruhusiwa kufanya hivyo, na hasa inatakiwa hasa kuosha awe ndugu au mwanafamilia, ndio bora zaidi, kwa sababu maiti anakuwa na siri nyingi na anakuwa na aibu nyingi pia. Kwa hiyo zile aibu mtu akiziona zile akazistiri, mara nyingi sana anaweza kuzistiri ni ndugu yako, kuliko mtu wa nje tu aje amuoshe afu akutane na zile aibu, anaweza ikawa ndio gumzo tena mtaani. Unajua kuna wakati mmoja, nafikiri ni wakati wa al-Imamu Shafi'i kama sijakosea, au Ahmad ibn Hanbali, mmoja kati ya hao, iliwahi kutokea mkasa wa namna hiyo. Kuna mama mmoja, yeye alikuwa ni mosha maiti, akawa amekufa binti fulani. Sasa akaitwa yule mama kwenda kuosha. Alipokwenda kumuosha yule maiti, alipomosha katika sehemu zile za siri, yule mama akaanza kuongea maneno mabaya sana. Moshaji huyo akawa anamshika yule mama katika sehemu zake za siri na anamwambia kwamba hiki ndicho kimekufanya wewe umemwasi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asa Mwenyezi Mungu pale pale akaugandamanisha ule mkono wake pale katika sehemu za siri za yule mama, ukaganda pale. Kila akijaribu kutaka kutoa mkono hautoki, kila akijaribu mkono hautoki. Ikawa mtihani, watu wanasubiri wakazike, muda unakwenda, moshaji hatoi taarifa kuna nini kinachoendelea. Mwisho wa siku watu wakaona, baadhi ya kina mama wakaingia pale ndani, wanamkuta anahangaika kutoa mkono pale mahala. Sasa tunafanyaje? Zikaja fatawa sasa. Baadhi ya watu wakasema huyu mama inatakiwa akatwe kiganja chake cha mkono, kwa sababu kasema maneno mabaya kumsemea mtu aliyofariki. Baadhi ya ulama wakasema asikatwe kiganja chake cha mkono, alhayu aula min almayit, aliyokuwa hai ni bora zaidi kuliko huyu ambaye aliyokufa. Kwa tukate sehemu za siri za yule mama ili huu mkono utoke, abaki kuwa salama huyu. Wengine wakasema hapana, kumzika mauti wetu hali ya kuwa na majeraha, kwa sababu hizi hatutakuwa tayari katika hili. Sasa tufanyeje? Akaitwa al-Imamu Shafi'i au Ahmad ibn Hanbali, mmoja kati ya hao.
Baada ya kufika pale akasema huyu inatakiwa achapwe bakora. Kwa sababu gani? Qadhafa almuhsana, amemzushia huyu mama ya kwamba ni mzinifu wakati yeye hajui hicho kitu. Na swala la kumzushia mtu uzinifu inatakiwa uwe na ushahidi. Inatakiwa uwe na ushahidi wa kutosha. Sio unamzushia tu huyu mzinifu huyu. Kwa nini? Kwa sababu ulimuona anatoka gesti. Kutoka gesti peke yake hakutoshi kuonyesha kwamba huyu ni mzinifu. Lazima uone kisu kipo ndani ya ala. Tena sio peke yako, uone na watu wangapi? 4. Ndipo mseme huyu mzinifu. Tumemuona wenyewe kwa macho yetu mzinifu. Lakini eti nimeona anatoka gesti kazini huyu. Hapana, haiko hivyo. Basi kachapwa bakora yule. Ya kwanza, ya pili, nafika ile bakora ya 70. Basi ya 80 mkono ukatoka pale katika sehemu ya kike yule mama. Naona jambo jinsi lilivyo. Nini maana ya kuleta mkasa huu? Maana ya kuleta mkasa huu ni kwamba katika kuosha maiti ni vema aoshwe na mtu wa familia, kwa sababu anaweza kustiri zile aibu za yule maiti katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo kina mama ndio hasa natakiwa wawaoshe wanawake wenzao, na wanamume na wao wataosha wanaume wenzao. Isipokuwa kwa mfano labda amekufa mtu ni mke, mume anataka kumosha mkewe, anaruhusiwa kisheria. Au kafa mtu ambaye ni mume, mke anataka kumosha mumewe, anaruhusiwa kisheria, kwa sababu hakuna chochote ambacho asichokijua kwa mume huyo, au kama ni mke hakuna chochote ambacho asichokijua kwa mke huyo katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo liko vizuri tukisharia idhnillah subhanahu wa ta'ala. Sawa, kwa kifupi tu kwa sababu ya muda, kifupi sana. Kwa nini wanawake hawaruhusiwi kwenda kuzika? Wanawake hawaruhusiwi kwenda kuzika kwa sababu nyingi sana. Moja wapo hii ni katika taratibu za Kiislamu. Lakini jambo la pili, kwa maana wanawake wana roho dhaifu sana kuliko namna ambavyo walivyo wanamume. Wanamume wana uwezo wa kustahimili katika yale ambayo yatakayojiri au wanayoyaona, lakini wanawake hawako hivyo. Lakini jambo jingine ambalo ni kwa ajili ya usalama wao. Mwenyezi Mungu amefanya hivyo kwa sababu ya usalama wao wenyewe hawa wanawake. Yapo matukio mengi yanaweza kujitokeza kwa sababu yao. Mwanamke anaweza kawa hayuko salama kimwili. Tunajua hawa dada zetu na mama zetu, maana yake kila mwezi wanakuwa kuna masiku kadhaa wanakuwa hawako safi. Kwa zile nyakati za kutokuwa safi kule makaburini kuna mambo mengi sana ya hatari. Kwa ni rahisi sana kuwavaa na kuwaletea madhara. Kwa hiyo Uislamu unatazama usalama wa mtu, unatazama amani yake, lakini kadhalika unatazama mazingira yake. Ndio akasema hawa wasiende kuzika maadamu wanamume wapo, wacha wanaume waende wakazike. Isipokuwa ikitokea dharura, hakuna kijijini hapo hakuna mwanaume wa kuzika, na kafa mtu, basi hapo hakuna namna, mwanamke lazima akazike tu. Kwenye Qur'ani hamna sehemu imekataza ama imeruhusu. Yaani mtume amekataza. Unajua iko hivi, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ikiwa kama kuna jambo ambalo tutakosa ufumbuzi wake ndani ya Qur'an, farudduhu ila Allahi war Rasul, basi inatakiwa hilo jambo tulipeleke kwa Mwenyezi Mungu, kwa maana ndani ya Qur'an tutazame lipo. Tukikuta hakuna lile jambo, basi tunakwenda ila Rasul, kwa mtume. Hadithi za mtume zinatueleza nini katika haya? Ndio mtume anasema hapana, amekataza kwa wanawake kwenda makaburini, hasa kuzika katika hali namna hiyo. Ila baada ya kuwa watu walishazika, mwanamke sasa ana uwezo wa kwenda kaburini tadhkiratan lilmaut, kwa ajili ya kujikumbusha kifo. Na hili pia wanaviona wamekhtalifiana. Kuna wengine wanasema asiende kabisa, na wengine wanasema inawezekana akaenda kuzuru makaburi, alikuyatembelea makaburi kwa lengo la kukumbuka akhera yake katika hali zina. Unajua akhera nayo ni hatari sana. Mara kwa mara nitakuwa tuikumbuke ili tujipange katika masala ya kidunia. Naam. Kuna watu ambao wanatazama kila siku video zako, wanapenda vile ambavyo umekuwa ukihubiri ama kuzungumza mazuri kwenye masuala mazima ya dini. Wanatamani walau wakuone ama waje ama wakufikie. Vipi ambavyo wanaweza kukufikia? Wanaweza kutufikia hapa ofisini kwetu Mbagala Kiziwiani, barabara ya lami kuelekea jeshini. Na hapa tunafanya majambo mengi sana, dua za aina mbalimbali,
lakini kadhalika matibabu kutokana na masala ya sihri, kwa maana machawi, mambo ya hasadi, fitna makazini na mfano wa hayo, alhamdulillah tunayafanya hapa na Allah anajalia kila la kheri. Kwa hiyo kwa mawasiliano tu mtu anaweza kututafuta kwa namba 0756 634277 au 0712 316222 inshallah. Naam, ni mazungumzo na mwalimu wangu, Mwalimu Diwani ama Sheikh Diwani, mmoja kati ya watu ambao wanafahamu vitu vingi sana kwenye masuala mazima ya dini. Kubwa zaidi tumezungumza kuhusiana na umauti ama kifo ama msiba wa dada yetu Karina ama Hawa. Unaweza ukaacha comment hapo kwa hiki ambacho shehe wangu amekizungumza. Kama kuna namna yote ambayo ameongea unahisi amekosea, tuambie bwana shehe, hivi ambavyo umezungumza umekosea. Yeye sio Mungu ama anafahamu kila kitu. Pia kama kuna namna yote ambavyo amezungumza unasema kwamba amepatia iko sahihi, pia unaweza kama mwage sifa zake. Bwana hiki ambacho mmekisema nimefurahishwa nacho. Mwisho wa siku nikwambie, kama ndo mara yako ya kwanza kutazama hii video kunako hii YouTube channel ambayo umeitazama, basi usisahau kusubscribe. Thanks for watching.